Joto likizidi kupanda kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unawakutanisha waasimu wawili, na hii ni NBC Premier League kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambao unataraji kupigwa tarehe 3 ya mwezi wa 5 2026. Sasa hii ni NBC Premier League. Sasa baada ya mechi hiyo ambayo inataraji kupigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo, tayari dimba limeshaanza kukaguliwa na kuna baadhi ya matukio ambayo yamejitokeza kwenye dimba hilo, hususan vitu ambavyo vimekamatwa ni kuiashiria imani za kishirikina. Sasa taarifa za ndani zinaonyesha kwamba ni kilabu fulani ambacho kimefanya hayo mambo. Sasa hapa Tubone Media tupo kwa ajili ya kukuchambulia kisa mwanzo mwisho. Je, ni vitu gani ambavyo vimekamatwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo? Pia tunakuletea hapa Tubone Media. Na je, ni klabu gani ambayo imehusika na hayo mambo? Pia tunayo hapa Tubone Media. Kitu tunachotokea kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, ndio leo unatufuatilia, basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani kwa kufanya hivyo, kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu na utakuwa moja kwa moja umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa twende tukautazame mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo huo ambao unataraji kupigwa tarehe 3 mwezi huu wa 5 2026 kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo. Na hii yote ikumbuke kwamba ni mkondo wa pili wa NBC Premier League, ambapo mkondo wa kwanza uliwakutanisha vigogo hawa nguli na soka ulipigwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo huo ulitamatika kwa sare ya bila kufungana, yani sare ya 0-0. Hiyo ni NBC. Wakati tumeshuhudia mtanange huu umetoka kupigwa kwenye dimba la visiwani Zanzibar, kwenye dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Mchezo huu wa dabi ya Kariakoo imepigwa na ilikuwa ni Muungano Cup, mapinduzi ya Muungano. Ilikuwa ni finali ambapo wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wameandika ukurasa mpya, yani wamepindua historia kwa kumtandika Young African, ambaye Young African ndiye mbabe mara 6 mfululizo mbele ya watani hawa wa jadi. Lakini Simba Sport Club kwenye kombe la finali ya Muungano alivunja uteja na alivunja miko, akatengeneza historia mpya mbele ya Young African. Sasa baada ya kutamatika kwa dabi hiyo kule visiwani Zanzibar, dabi hii ya Kariakoo imehamia ukuu Tanzania bara, na hii ni NBC Premier League. Michezo hii ni muhimu kwa pande zote mbili, yani Young African wanahitaji ushindi kwenye huu mchezo ili kujihakikishia nafasi ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League ambao mpaka saizi wapo kileleni kwenye msimamo. Lakini pia upande wa pili nao Simba Sport Club wanahitaji sana mchezo huu ili kuweza kupunguza idadi ya gap la point lililowekwa kati yake na Young African ambaye anaongoza ligi. Young African yupo nafasi ya kwanza, anaongoza ligi ya NBC Premier League, huku Simba Sport Club yupo nafasi ya pili nyuma ya Young African. Sasa Young African anataka kuendeleza pale alipoishia, yani kuacha gap kubwa kati yake na wekundu hawa wa Msimbazi na kujihakikishia nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League 2025-2026. Lakini vile vile wekundu wa Msimbazi ambao mpaka saizi wapo nafasi ya pili wamezidiwa alama 4 na Young African. Hivyo basi anahitaji mchezo huu ili aweze kupunguza idadi ya gap ya alama ili naye aweze kujihakikishia nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League 2025-2026. Vita ni kali, vita ni vita muraje. Nani ataibuka na ushindi kwenye hii dabi ya Kariakoo? Haya ndiyo maswali ambayo yamejitokeza na wadau wengi sana wamedondosha comment. Lakini wewe unayetusikiliza, wewe unayetuangalia, bado hujasema comment yako ni ipi? Wewe ni shabiki wa timu gani? Tuambie hapo kwenye comment. Lakini pia unaitakia timu yako ushindi wa magoli mangapi? Tukutane hapo kwenye comment, utuambie tujuane. Sasa kuelekea mchezo huo ambao unataraji kupigwa tarehe 3 kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo, sintofahamu imeanza kuibuka, yani chokochoko zimeanza kuletwa na klabu ya Young African ambao tayari wameshaanza kupiga kelele kuhusiana na matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, wakidai kwamba dimba la Meja Jenerali Samuyo halina hadhi ya kukutanisha miamba hii miwili, kukutanisha dabi ya Kariakoo, kwa maana uwanja huo hujawahi kutumika kwenye dabi yoyote ile. Kwa dimba la Meja Jenerali Samuyo halina hadhi, na ikumbukwe kwamba wekundu wa Msimbazi
awamu hii wapo nyumbani, ndiyo ambayo timu ipo nyumbani, na wekundu wa Msimbazi wanatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kama uwanja wao wa nyumbani. Hivyo basi Young African anaifuata Simba Sport Club pale kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo. Mkondo uliopita wa NBC Premier League, yani awamu ya kwanza, Young African ndiye alikuwa mwenyeji huku Simba Sport Club akiwa mgeni. Young African alipata opportunity ya kuchagua uwanja, akatumia uwanja wa Visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Pale mechi ilipigwa ya mkondo wa kwanza, mechi iliisha kwa sare ya bila kufungana, lakini mkondo wa pili wekundu wa Msimbazi anapata nafasi ya kuchagua matumizi ya uwanja. Wekundu wa Msimbazi anachagua uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Sasa nini kitatokea kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo? Simba Sport Club ataendeleza ubabe pale alipoishia kutoka kwenye kombe la Muungano mpaka kwenye NBC Premier League. Je, na Young African atafuta uteja mbele ya watani wake wa jadi na kumuonesha kwamba ile Mapinduzi Cup alikuwa amebahatisha? Sasa wanakutana kwenye NBC Premier League. Timu zote mbili zimejipanga, lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na vikosi vya pande zote mbili. Young African wameachia lineup, lakini wekundu wa Msimbazi pia wameachia lineup. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kukuhabarisha, je, ni vikosi gani ambavyo vinataraji kuanza kwenye game hiyo? Tunaenda kukuletea kikosi timu moja baada ya timu nyingine. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Na ikumbuke kwamba wasimu hawa wawili wanapokutana kati ya wekundu wa Msimbazi na Young African, kumekuwa na imani tofauti zikihusishwa kwenye mchezo wao. Imani hizo ni kama imani za kishirikina za klabu zote mbili. Tumeona matukio ambayo Young African na Simba Sport Club ambao walikuwa wakiyafanya yanaashiria imani za kishirikina. Kama Simba Sport Club kwenye mchezo uliopitwa walipigwa faini na TFF, na hiyo yote ni baada ya kuonesha vitendo ambavyo sio vya kimichezo. Lakini pia Young African vile nao walipigwa faini kuonesha vitendo ambavyo sio vya kimichezo. Mchezo uliopita wekundu wa Msimbazi hawakubadilisha nguo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, hivyo basi liwalazimu wavunje milango ya vyumba vingine kule kwenye dimba la New Amani Complex Visiwani Zanzibar, ambapo dimba mechi hii ya kwanza ndipo ambapo ilipigwa ya mkondo wa NBC Premier League, ambapo wekundu wa Msimbazi walilazimika kuvunja vyumba na kutumia vyumba vingine kwenye kubadilishia nguo, na hii yote wakiamini kwamba vyumba vya kubadilishia nguo vinakuwa tayari vimeshapakwa dawa na vimewekewa imani ambazo sio wao za kushinda. Na Young African lakini pia nao walifanya vitendo ambavyo sio vya kimichezo, hususan kupita milango ambayo sio rasmi kwenye dimba la New Amani Complex. Sasa hivi vitendo bana vimekuwa ni endelevu sana kwenye dabi hizi za Kariakoo. Sasa vitendo hivi, je, vinasaidia ama ni imani tu? Tuambie hapo kwenye comment. Hapa Tubone Media tupo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukuletea vile vitu ambavyo vina trending kwenye upande wa soka na michezo. Hivyo basi endelea kukaa nasi na hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndo vitu ambavyo tunavifanya hapa Tubone Media. Hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.